Katika la Mungu tumsifu Yesu Kristo. Ufuatao ni wasifu wa kitaaluma, academic profile ya marehemu Balozi Profesa Costa Ricky Mahalu. Marehemu Balozi Profesa Costa Ricky Mahalu alikuwa msomi mashuhuri wa sheria, mwanadiplomasia na kiongozi wa elimu ya juu nchini Tanzania. Alizaliwa tarehe 9 Julai mwaka 1948 katika kijiji cha Katunguru, wilaya ya Sengerema, sasa mkoa wa Geita, Tanzania. Alifariki dunia tarehe 9 Machi mwaka 2026 katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatia matibabu. Maisha yake yalijengwa juu ya misingi ya utu, taaluma, uadilifu wa kitaaluma na utumishi wa umma. Elimu. Safari yake ya elimu ilianza katika shule ya msingi Katunguru ambako alipata elimu yake ya msingi. Baadaye aliendelea na elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Kibaha alikohitimu elimu ya O-level. Kutokana na ufaulu wake mzuri, aliendelea na masomo ya advanced level katika shule ya Mkwawa High School. Baada ya kumaliza elimu ya sekondari, alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam ambako alipata shahada ya kwanza ya sheria, yani LLB, mwaka 1974 na baadaye shahada ya uzamili wa sheria, yani LLM, mwaka 1978. Aliendeleza masomo ya uzamivu nchini Ujerumani katika University of Hamburg ambako alitunukiwa shahada ya uzamivu katika sheria Dr. Juris kwa ufaulu wa magna cum laude, meaning with great honor, mwaka 1983. Eneo lake kuu la utaalamu lilikuwa sheria za kimataifa, that is international law, na sheria za umma, that is public law, maeneo ambayo aliyafundisha na kuyachangia kwa kiwango kikubwa katika taaluma ya sheria. Kazi ya kitaaluma. Utumishi wake wa kitaaluma ulianza katika chuo kikuu cha Dar es Salaam ambapo alihudumu katika nyadhifa mbalimbali za ufundishaji na utafiti, yani tutorial assistant kuanzia mwaka 1975 mpaka mwaka 1976, assistant lecturer kuanzia mwaka 1976 mpaka mwaka 1978, lecturer kuanzia mwaka 1978 mpaka mwaka 1983, senior lecturer kuanzia mwaka 1983 mpaka mwaka 1985, associate professor kuanzia mwaka 1985 hadi mwaka 1990. Mwaka 1990 alitunukiwa cheo cha profesa kamili wa sheria, yani full professor of law, akiwa na umri wa miaka 42 tu. Katika kipindi cha mwaka 1985 hadi mwaka 1990 pia alihudumu kama dean wa kitivo cha sheria katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Uzoefu wa kimataifa. Kati ya mwaka 1989 hadi mwaka 1990, Balozi Profesa Mahalu alifanya kazi ya kitaaluma katika nyanja za kimataifa kama profesa wa sheria katika University of Hamburg, Ujerumani, pamoja na Institute of Social Studies, The Hague, Uholanzi. Aidha, alikuwa fellow wa Alexander von Humboldt Foundation, mojawapo ya taasisi mashuhuri duniani inayotambua na kusaidia wasomi waliobobea katika tafiti za kisayansi na kitaaluma. Uongozi katika elimu ya juu. Mbali na kazi ya ufundishaji na utafiti, Balozi Profesa Mahalu alitoa mchango mkubwa katika uongozi wa elimu ya juu nchini Tanzania kuanzia mwaka 1992 hadi mwaka 1996. Alihudumu serikalini kama mkurugenzi wa elimu ya juu katika Wizara ya Sayansi, Teknolojia na Elimu ya Juu, akisimamia maendeleo, uratibu
wa sera za elimu ya juu nchini. Aidha, kati ya mwaka 1992 hadi mwaka 1994 aliteuliwa kuwa mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Tume ya Sayansi na Teknolojia Tanzania na mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa Ardhi Institute. Huduma ya kidiplomasia. Kuanzia mwaka 1996 hadi 1999 alihudumu kama Minister Plenipotentiary, yaani afisa wa huduma za nje katika ubalozi wa Tanzania mjini Bonn, Ujerumani. Baadaye aliteuliwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Italia na pia mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika mashirika ya kimataifa ya kilimo na chakula yaliyoko Roma, ambayo ni Food and Agriculture Organization FAO, International Fund for Agricultural Development IFAD, na World Food Program WFP. Alihudumu katika nafasi hiyo kuanzia mwaka 2000 hadi 2006. Uongozi wa vyuo vikuu. Katika mwaka 2011 hadi 2017, Balozi Profesa Mahalu alihudumu kama makamu mkuu wa chuo katika University of Bagamoyo, akiongoza maendeleo ya kitaaluma ya taasisi katika chuo hicho. Wakati huo aliendelea kuchangia taaluma kama visiting lecturer chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania. Mwaka 2014 alishiriki katika Bunge la Katiba la Tanzania, ambapo alihudumu kama mwenyekiti wa kamati ya kanuni za Bunge la Katiba na mjumbe wa kamati ya uandishi wa rasimu za kisheria. Kuanzia mwaka 2017 aliendelea kutoa mchango katika maendeleo ya elimu ya juu kupitia chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania, ambako alihudumu kama msomi mwandamizi katika skuli ya sheria na baadaye makamu mkuu wa chuo, yaani Vice Chancellor, kuanzia mwaka 2019. Katika nafasi hiyo alisisitiza umuhimu wa utafiti wa kitaaluma, ubora wa ufundishaji na maadili katika elimu ya juu. Uongozi katika taasisi za umma. Mbali na majukumu yake ya kitaaluma na kidiplomasia, Balozi Profesa Mahalu pia alihudumu katika nafasi mbalimbali za uongozi katika taasisi za umma. Alikuwa ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Mwanza Urban Water Supply and Sanitation Authority MWASA, pia mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Tanzania Shipping Company Limited. Kupitia nafasi hizi alitoa mchango wa ushauri wa kitaalamu na uongozi katika taasisi muhimu za kitaifa. Sifa za utu na uongozi. Zaidi mafanikio yake ya kitaaluma na kiutawala, Balozi Profesa Mahalu alitambuliwa kwa sifa adhimu za utu, huruma na uongozi wa kiadilifu. Alijulikana kama mtu wa watu, mwenye moyo wa upendo na kujali ustawi wa wengine bila kujali hadhi na uwezo wao kiuchumi. Katika maisha yake ya kila siku alihubiri kuishi falsafa ya upendo, mshikamano na kusaidiana. Aliamini kuwa elimu na mafanikio ya mtu binafsi yana thamani zaidi pale yanapotumika kuinua maisha ya wengine. Alikuwa mnyenyekevu, mwenye hekima na mwadilifu. Alikuwa tayari kusikiliza na kuwashauri watu waliomzunguka. Kama mwalimu, alipenda kusikiliza hoja za wanafunzi na wenzake kwa uvumilivu, na mara nyingi alitumia uzoefu wake kuwapa mwongozo wa kitaaluma na kimaisha. Aidha, alijulikana kwa ukarimu na moyo wa kusaidia wahitaji. Katika nyakati nyingi alitoa msaada wa hali na mali kwa watu waliokuwa katika mazingira magumu bila kujitangaza wala kutafuta sifa. Aligusa maisha ya watu wengi kupitia vitendo vyake vya huruma, ikiwa ni pamoja na kuchangia fedha zake binafsi kusaidia na wanafunzi waliokuwa wanakabiliwa na changamoto za ada au mahitaji yao ya msingi ya masomo. Wengi wa wanafunzi hao waliweza kuendelea na masomo yao na kufikia ndoto zao kutokana na msaada wake wa kimya kimya lakini wenye thamani kubwa. Kwa sababu ya hulka yake ya upendo na kujali wengine, Balozi Profesa Mahalu
hakutambulika tu kama mwanazuoni na kiongozi, bali pia kama mlezi, mshauri na rafiki wa wengi. Kwa ujumla, Balozi Profesa Costa Ricky Mahalo anakumbuka kama mwanazuoni mahiri, mwalimu, mwanadiplomasia na kiongozi wa elimu ya juu aliyetoa mchango mkubwa katika maendeleo ya taaluma ya sheria, diplomasia na mfumo wa elimu ya juu nchini Tanzania. Alifundisha, aliongoza na kuhamasisha kizazi cha wanasheria, wasomi na viongozi ambao wanaendelea kubeba na kuendeleza urithi wake wa kitaaluma. Jamii ya wasomi, wanafunzi na taifa kwa ujumla linaomboleza kwa kuondokewa na mmoja wa nguzo muhimu katika taaluma ya sheria na uongozi wa elimu ya juu. Hata hivyo, urithi wake utaendelea kuishi kupitia wanafunzi aliowafundisha, taasisi alizozitumikia na mchango wake katika kuimarisha taaluma ya sheria nchini Tanzania. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu Balozi Profesa Costa Ricky Mahalo mahala pema peponi. Amen. Asante kwa kunisikiliza.